Kwa majina naitwa Andrew Kilave. Katika filamu hii ya Hopeless nimeigiza kama bosi. Unaendeleaje? Sio mbaya, namshukuru Mungu. Ndio. Naendelea vizuri. Katika filamu hii ya Hopeless changamoto nilizokutana nazo ni mbili. Ya kwanza ni uhusika wa bosi. Halo. Ndio bosi. Ya salama. Ndio bosi wangu. Hizo pesa nitaingiza baada ya muda kidogo tu, nitakutumia hiyo pesa. Si milioni 200? Ilinipa tabu kidogo. Ya pili ni kubadilisha ukweli kuwa uongo na uongo kwa ukweli. Hiyo kitu iliniumiza sana. Kilichonifurahisha katika hii filamu ya Hopeless ni kama scene moja ndio ilinifurahisha. Yule bwana ambaye alikuwa anadai kuja ofisini, kanikwida shati nini, nguo kuchanika, ikapurukushani. Kijana. Hivi mzee, hivyo Kiswahili unakielewa kweli? Viswahili vingapi? Kiswahili ni kipi unachokisema? Kama hicho ulichoniambia nimekitekeleza. Nazo hela za kuingiza kwenye makampuni, lakini pesa ya kumlipa mzee, pesa yake ninashindwa. Nikwambie kitu mzee, nenda nyumbani tutakupigia simu. Nimemaliza. Mzee, mimi ninachotaka ni hela yangu. Kama haiwezekani, mniambie. Mimi sitaki, ninachotaka ni pesa yangu kijana. Kufunga. Baba yako hajanifunga. Wewe unaweza kunifunga. Security! 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 Hayo scene nilipenda sana. Mimi naomba wakae mkao wa kula, waisubiri hiyo filamu inatoka siku za karibuni, waiangalie. Ni nzuri sana, inafundisha, inaelimisha na inaburudisha pia. Mimi matarajio yangu katika hii filamu ya Hopeless ifike Tanzania nzima, watu waione. Kuna vipaji vingi sana vitaonekana huko. Mimi naiona kwa katika jicho la tatu. Itakuja kufanya mapinduzi makubwa sana ya sanaa Tanzania nzima. Kwa sababu watu wamebadilika, watu wamevaa uhusika, watu yani location ilikuwa nzuri. Ni hivyo tu. Majina yangu ni Nancy Michael. Katika filamu hii ya Hopeless niliigiza kama rafiki wa mwanasheria. Kwenye hii filamu ya Hopeless ni wakati namwambia rafiki yangu, unajipodoa nini? Tuondoke. Alikuwa nikimharakisha sana. Mdomo koma. Mwanasheria. Nani basi? Kama nilishavaa, nilimeshajiremba. Hapo unajua mimi mwenyewe sipenda kujiremba sana, ni basi. Haya mrembo. Sawa mwanasheria tu. Nenda basi ninafunga. Alafu mwisho wa siku kote tunatoka na mimi nikarudi kwenye kioo. Hapo ndo kitu kinifurahisha zaidi. Niseme nimecheza nyingi, lakini hii nafikiri ndio itaonekana. Nimecheza filamu nyingi lakini nimeona hazijafika popote, lakini na imani Hopeless itanifikisha mahali. Yeah. Maandalizi ya Hopeless niliona ni mazuri sana. Mimi naona ni mazuri tu, mazuri. Matarajio yangu kupitia hii filamu ya Hopeless, naona yani matarajio yangu naona itafika mbali. Na kingine naona Hopeless yani filamu ya Hopeless itanifikisha mbali. Mimi ninachokiona ni hicho. Yeah. Ugumu niliopata, cha kwanza nimefika location, ndio ugumu niliopata. Nilipofika location ni sikuwa na urafiki na mtu ambaye nacheza naye. Ila lazima nitapambana
sijatoka muda mrefu. Sawa, kapike basi. Tujiandae tuende. Achana na kuandika hapo, yani kupika unapika wewe mboga, mimi napika huku tunapika, yani tunapika kitu kimoja. Hivi shara mimi napika, wewe unaendelea kuandika shughuli zako. Mimi nimeacha kujisikia. Alafu ili lazimu nimzoee kwa wakati huo, na ili lazimu pia niwe rafiki wa karibu kwa wakati huo, yani hatujue kuonana sehemu nyingine. Kwa hiyo ndo kidogo nipa tabu, lakini nilijitahidi. Director amejitahidi sana, story pia ni nzuri. Mimi nampongeza kwa hilo. Nawaambia yani waisubirie kwa hamu sana. Ni filamu ambayo ni nzuri sana, ina uhalisia ndani, kwa hiyo wakae waisubiri kwa hamu. Karibisha wote tarehe 17 mwezi wa 11 katika uzinduzi wetu wa filamu yetu nzuri pendwa inaitwa Hopeless. Na pia inapatikana YouTube kwenye channel yetu ya High Speed Production. Unaacha _ unaandika Hopeless. Subscribe please. Kwa majina yangu matatu wananiita Idi Athmani Senge. Kwenye filamu hii ya Hopeless nimeigiza kama dereva. Hii ni filamu yangu ya kwanza kuigiza. Kwenye filamu hii kuna ugumu niliopata. Mojawapo kama vile kushuti. Unaona Kwa hiyo katika kushuti nimekutana na vitu vingi sana. Vikwazo viko vya kutosha. Kwa mfano labda kama kwanza changamoto ya kwanza ni kukaa mara ya kwanza kuangalia. Kwa hiyo ilikuwa inaniletea changamoto, yani kama vile hofu fulani ilikuwa inanijia, lakini sasa kumbe Mwenyezi Mungu amesaidia, ikawa nimeperform tu fresh. Changamoto ya pili, kwa sababu mimi nilikuwa ni shahidi wa yule jamaa ambaye alikuwa ni rafiki yangu, kwa baadaye nikaja nikamkana. Changamoto hiyo ilinisikitisha sana. Nashukuru kwa nafasi Mheshimiwa Hakimu. Kwa jina mimi naitwa Idi Athmani. Mimi ni shahidi wa mlalamikaji. Namfahamu kama kibarua. Asante. Kwa hiyo ni changamoto hiyo nikifikiria kwanza, kwa sababu ni fundisho. Kila unajua ni tunafundisha, lakini sasa nichukulia hivyo hivyo, lakini ni roho na nyuma. Kilicho nifurahisha kabisa mimi ni kuiba faili la mdai. Hapo umeua. Nani sina mdamu? Hapo umeua. Mimi nilikwambia. Kwa mimi. Asikoje nije baba. Haya mshindi. Ndio kilinifurahisha sana. Na pia marafiki zangu wote na wadau wote, kweli tumeshaivisha kitu kinaitwa Hopeless. Kwa hiyo wakae mkao, tumetengeneza kitu Hopeless, imeshatoka, iko tayari. Tarehe 17 mwezi wa 11 tunazindua. Kwa hiyo tunawaambia mashabiki wote tumeshaivisha kitu tayari. Kwa hiyo wakae mkao wa kuangalia, mambo yatakuwa fresh. Nazungumzia alivyokuwa na director anatuelewesha, tukaelewa, tukafanya fresh, na endapo kama ilikuwa tukikosea anatusaisha. Tujakuwa wagumu sana kueleweshwa, lakini Mwenyezi Mungu amesaidia, tunaweza. Na wakaribisha washabiki wote, wateja kwa ujumla, wazidi kuangalia Hopeless. Karibuni sana. Kwa majina naitwa Fatina Hussein Saidi. Naishi Babati Manyara hapa. Nimeigiza kama hakimu.
Changamoto hizi nilipokuwa nacheza hii filamu ya Hopeless, nilikuwa nawaza kweli nitaweza. Hata siku moja sijajaribu kucheza hii filamu. Hata siku moja ya hakimu sijajaribu hata siku moja. Kweli nitaweza? Lakini nikawa nawaza sana. Mpaka familia yangu inaniuliza, wewe unapenda nyama ya kuku, leo itakuwaje sasa? Mama la mama. Sasa leo itakuwaje unaacha nyama afu unaenda kucheza filamu ya hakimu? Unaijua? Nikasema basi. Nikaomba Mwenyezi Mungu, nikamwambia inshallah. Nimefurahia sana kwa kweli. Aliponiambia tu nicheze hiyo kwa upande wa hakimu, nikasema japo hata nimeishia la 7, hebu ngoja na mimi nijaribu leo kweli. Naweza nikawa hakimu kweli? Basi nikakaa zangu japo sijaongea neno, nikawa nawasikiliza wale waliofanya matukio. Nafasi ya upande wa mshtakiwa. Mimi nimenyamaza kimya, tunawasikiliza na kuandika matokeo yao. Na mimi nikaona mbona kitu kiko sahihi. Basi mimi nilifurahia sana na nilipenda, nilienjoy. Nilikuwa naitwa mara kibao sana, nimecheza mara nyingi. Manake kila nilikuwa nikisikia tu filamu inachezwa, basi nilipocheza filamu hiyo, yani mimi jamani nilikuwa kwanza nawaangalia wakina Kanumba na Oprah, nikiwatizama hivi na Riama, nikasema hivi hata mimi nipo. Jamani mnichukue tu, mbona napenda hivi. Sasa nitafanyaje? Nikamwambia mume wangu, aisenda mimi nitakuja kuingia kwenye hiyo mambo hiyo. Kwenye sanaa. Mbona roho yangu, ndoto yangu inanielekeza huko. Siku hiyo nikaja kuitwa. Tena tukacheze filamu. Nilisikia raha. Izadini ananiambia tunaenda Kiru. Nakwambia hivi muda ufiki. Haraka sana. Vipi Izadini tayari? Bado kidogo. Nakuja kukuchukua Mashaboi. Saa 7 ikafika akaja kunichukua. Tungeenda kucheza huko Kiru huko. Ndio filamu ya kwanza hiyo. Nikacheza, nikarudi. Hivyo nikawa naitwa kama Kateshi, nikaitwa Galapu, tukacheza na HD. Basi mimi nikawa nimeenjoy tu na furahi. Nikisikia watu wanashuti mahali, mbona hawajaniita? Yaani ndoto yangu, sijui ni ndoto, sijui ni nini. Kila siku naota. Nasema sasa nifanyaje? Mume wangu ananiambia, "Mbona wewe ulalagi mara zingine una nini?" Nikamwambia sijui bwana, naota sanaa tu, hata sielewi. Ndio hivyo najikaza, sikati tamaa. Basi wengine hapo wananiambia, mama Kidaga unataka kuwa star. Nikamwambia sitaki kusikia hilo neno, mimi sio star wewe. Hebu niache, star sio mimi. Subiri kwanza, mambo hayataki haraka. Riziki kama ipo ni ipo tu, mashallah. Basi ndio nikaendelea mpaka leo nikaja kuitwa kwenye filamu tena hii ya Hopeless, nikaigiza kama hakimu. Basi nikaenjoy sana, na sasa hivi nampa hongera kijana wangu, nampa support. Akitaka kukata tamaa, Kidaga nifanyaje, tunafanya hivi. Nikamwambia huko usiende, usikate tamaa. Yaani wewe, potezea. Elekea na mwelekeo wako huo nilokuambia, na utatoboa tu. Basi nampa hongera sana. Naizungumzia kwa vile ipo vizuri. Kwa kweli ipo vizuri. Na viongozi wakitizama, wa bodi ya filamu, wa viongozi wengine, kwanza kabisa ningemtanguliza rais wetu Samia Hassan Suluhu. Akitizama tu hata yeye, kweli hapo atatusapoti. Atasema kweli hawa wamefanya kitu kizuri.
na nawapa moyo sana viongozi wetu wakiona hii filamu watu support na wasanii wengine wa enjoy, yani tutoboe, wasanii wote wa Tanzania watoboe, na hapa Manyara tutoboe, na sisi tusapotiane, sio tunapenda huyu ya nini, ile ni mbaya wewe, wala achaneni na hivyo, hatutafika. Yani tunasapotiana. Mimi nikisikia jamani, yani na paka nasema Mwenyezi Mungu, kwa nini kila saa yani mna vitu mnataka kupigiana down kila saa, maneno mengi ya nini? Tufanye kazi tuwe juu kama wasanii wengine. Mnawaangalia mpaka machozi yanatoka nyewe wenyewe hapo. Kila siku mnacheza, mnaimba, wasanii wetu wanaimba muziki, CD kwenye uvungu wa meza. Mimi kesho tutatoboa bwana, mimi kesho tutatoboa. Wasanii tunaigiza, hamna kitu. Hivyo sana zinazidi kuscratch CD, tunapotezeana. Lakini watu support, tunataka support. Samia wetu katoa mikopo na vitu vingi. Sasa hivi mimi ninavyosikia tutafika mbali kwa kweli. Tuwe na moyo, mambo mengine tuache. Sasa nyewe kama mnaweka mje mfikie uzee kama Mama Kidagaa hapa, itakuwaje? Na nyewe bado vijana mimi nawapa support. Angalieni kwanza, mambo mengine mnatajwa, hata vijana mnaambiwa eti nyewe madawa ya kulevya, mnavuta bangi, mara mashoga, yani mnakuwa katika hali gani? Mimi nataka tunyanyuke wasanii. Ukisikia mwenzako anakusema, msikitikie sana. Tena usisupport. Mwambie potezea. Mimi naomba Mungu, hii filamu ya Hopeless hii, naomba watu watajifunza wengi sana. Wataenjoy. Na kama mwingine yuko, huyo atakuwa ni kafiri huyo. Achane na ni ibilisi huyo anamuingilia. Kwa kweli kabisa mimi namuombea Mungu naye asapoti. Waje kwa wingi, yani waje kwa wingi sana. Wakimwona Mama Kidagaa mfupi hivyo, sasa ndio sijui sasa. Wazee wenzangu wasikate tamaa. Na paka filamu, sanaa ni ajira, paka na vibibi vinaongea, yani vinacheza filamu, vinaenjoy. Ukitaka filamu kuna ya vijana, ya ubibi kizee kabisa hivi ipo. Lakini sasa bibi kizee mwenyewe asije akasema labda mimi bwana mimi siwezi. Hapana, mimi nampa moyo. Sanaa ni ajira. Na hapa support mpaka vibibi, mpaka na vitoto vidogo. Mungu wangu yani hii filamu mtu asije kama hajajitokeza hapo, yani mimi nawakaribisha sana wote, wananchi wote, yani mpaka yani kwanza Watanzania wote, wananchi wote, viongozi wote, yani viongozi pamoja na hapa Manyara mpaka wa huko nchi za nje huko waje tu. Yani hii filamu ni matata hatari. Uliwahi kuona hii filamu ya Hopeless? Afu Mama Kidagaa na yeye yumo kaigiza kwenye hakimu. Mimi naangalia tu na ningetaka kuwahoji hapo, ni hatari. Sijisifu, lakini mimi nawakaribisha wote kwa ujumla. Mwenyezi Mungu awalete, yani wajae siku hiyo wafurike. Nawakaribisha tarehe 17 mwezi wa 11 mwaka 2023. Karibuni sana. Naitwa Husna Mjahidi Mwindadi. Katika filamu hii ya Hopeless nimeigiza kama mwanasheria ambaye ni mwanafunzi, sio mzoefu. Na maanisha niko field, nimetoka field, nimeingia kwenye ofisi, bado sio mzoefu. Lakini kwenye filamu hii nikapata kazi pale ya kufanya kama mwanasheria ambaye nimepatiwa kutoka kwa bosi wangu anayenipa maelekezo. Nimekuita hapa. Anajua ni mwanasheria mchanga kabisa. Na hujaifanya kazi yoyote kabisa. Sasa kuna kesi moja ambayo nitakupa Hispania ili niangalie utendaji wako wa kwanza kwenye hii kazi. Endapo utafanya vizuri, basi tutakutana.
na nitakuwa na interview kwa hii kazi. Changamoto zipo. Kwanza changamoto ya kwanza ni usiku. Kuna kipande tumecheza nilikuwa ni usiku sana, ambayo movie ilihitaji kuwa hivyo. Nilikuwa na rafiki yangu tunahitaji kwenda club. Kwa hiyo ni changamoto ya kwanza ambayo nyumbani kuingia ilikuwa shughuli siku hiyo. Lakini pia changamoto ya pili, nilipewa sehemu niendeshe gari. For sure mimi sio mzoefu wa gari, lakini siku ile ilinibidi. Lakini pia changamoto ya tatu ambayo lakini pia ni changamoto lakini kwangu mimi nilifurahia ni kuperform live band.
kama mwanasheria ambayo nina kipaji cha kuimba na ninapenda pia music. Kwa hiyo kuna sehemu niliigiza kama na perform live band. Ile sehemu ni changamoto lakini nilifurahia. Kitu kilichonifurahisha kwenye hii filamu ya Hopeless, kwanza kabisa nimekutana na watu tofauti. Nimejifunza kwa sababu ni filamu yangu ya kwanza, kuna vitu ni vigeni kwangu, nimejifunza. Lakini pia nimetambua baadhi ya vitu kwamba kuna vitu ambavyo wasanii kama waigizaji wanavipitia. Lakini inabidi wavifanye kutokana na wakati na pia uhalisia wa kitu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo nimefurahia na nimejifunza sana kwenye filamu hii ya kwanza kwangu kuigiza ya Hopeless. Filamu sio uhuni. Kwanza kabisa filamu ni ujumbe tosha na ni fundisho tosha. Watu wanapoigiza unakuta mtu anaigiza yeye ni changudoa, yeye ni ameigiza kama mtu fulani muuni, lakini hamaanishi yeye ni muuni, hapana. Anafikisha ujumbe. Kuna watu katika jamii ni wauni na kuna watu katika jamii wanaishi design ile. Kwa hiyo inampasa yeye kama mwigizaji, yeye kama msanii kufikisha ujumbe. Kwani mimi naamini msanii ni kioo cha jamii. Kwa hiyo yeye ni kioo tosha kwa jamii. Anafikisha ujumbe na sio sana kwamba ni uuni, sio kwamba filamu ni uuni, hapana, nakanusha katika hilo. Kwa upande wangu tukizungumzia katika mapambano ya kuiwasilisha Hopeless, filamu ya Hopeless, nikiwa na director wangu Azan, kiukweli hakuna kitu kama hicho. Hakuna, hakijatokea. Kwa pamoja tumepambana, tukiwa na director amejitoa kwa hali na mali limradi kazi hii iende. Kiukweli hakuna kitu kama hicho, kuomba rushwa ya ngono, sijui nini. No. Sijui kwa wengine na kwangu mimi hapana. Matarajio yangu kwanza kabisa tuungane, tushikamane. Filamu hii ni filamu inayofundisha, inaelezea uhalisia wa mwanadamu. Naweza kusema Tanzania na nje ya Tanzania ndio uhalisia. Kuna vitu ambavyo vimetendeka humu ndani kiukweli vinafikisha ujumbe tosha. Kwa hiyo watu wachukue ujumbe huu kama mafunzo, lakini pia wafanye vizuri. Yaani kama sehemu mtu anaona kabisa kuna kipengele amecheza vibaya, ujumbe ni mbaya, basi ule ujumbe ule auchukulie kwake kwamba ni fundisho, afanye vizuri. Na kingine napenda kuongelea katika filamu hii, wasanii kwanza tupate siku hadi siku tuendelee kujifunza. Naamini filamu hii inaeleza na inafundisha mambo mengi ambayo ni makubwa. Kwa hiyo waongeze kitu na wajitahidi, wajivunie na wapambane kwa pamoja. Hivyo. Cha kuambia wale ambao bado hawajaipata filamu, maana filamu hii kiukweli bado haijatoka rasmi na uzinduzi unakuja kufanyika soon. Napenda kuwaambia wakae tayari, wakae mkao wa kula. Filamu hii ni filamu nzuri sana. Ni uhalisia wa Mtanzania, ni uhalisia wa yote anayetazama na ndo maisha yetu tunaishi always. Kikweli filamu hii ina ujumbe tosha ambao ni mzuri. Wakae makini, wakae tayari. Filamu ni nzuri sana na wakaribisha sana. Napenda kuwakaribisha wale wote siku ya uzinduzi wa tarehe 17 Novemba 2023. Filamu hii itazinduliwa rasmi kabisa, na utawaona waigizaji wote walioigiza kwenye filamu hii. Kiukweli watajivunia na watajisikia amani na furaha. Ni filamu nzuri sana. Karibuni nyote. Filamu hii kwenye channel ya YouTube tunapatikana, ukiandika High Speed Production _Hopeless unaipata moja kwa moja na unapata vionjo vyote. Hukosi, hakuna kitu ambacho kimeenda wrong. Kila kitu kiko perfect. Asante. Kwa jina nafahamika Azan M. Juma. Katika hii filamu ya Hopeless mimi ndo mtayarishaji. Wazo lilikuja baada ya kuhangaika. Unajua nimehangaika nyanja tofauti sana ambazo tofauti nje na tasnia, kwenye mashirika
ya watu binafsi, kuna mashirika ya kiserikali. Nikaona ni namna gani waajiriwa jinsi wanavyoteseka wakiwa katika ajira zao. Ndipo ikanifanya nikakaa chini, na nikiwa miongoni mwa watu ambao walikutana na hiyo changamoto, ndipo kanifanya nikakaa chini nika created story kama hii ambayo tunakwenda kuitizama sasa. Mchakato ulikuwa mgumu hasa sana ambao uliniumiza kichwa, lakini niliamua kuweka pembeni. Ni pale kufikiria kuandaa hii story na kuirelease, kwa sababu ni story ambayo inakwenda kuzungumza ukweli wa watu ambao wamekwisha kufanikiwa. Unaona, na maana nikawa nawaza, je, ikifika kwa jamii alafu yule mlengwa ikamgusa, hataweza kunidiscuss kweli au kunizuia kwa namna moja ama nyingine. Lakini sikuwaza hivyo, ila kwa kuwa niko kwenye maandalizi ya kutengeneza kitu kwa ajili ya watu kujifunza, ama hata yule mwenye tabia hiyo aweze kuiacha, nikajitusua. Kaona acha nifanye tu hivyo litakalokuwa na liwe. Organization ilikuwa ngumu kiukweli, labda nizungumze hivyo, kwa sababu labda kiuhalisia ningependa kujitambulisha. Kwanza mimi ni mkazi wa Dar es Salaam, alafu shughuli yangu nimeifanyia mkoa wa Manyara. Kwa nilikutana na watu tofauti ambao kwa upande wa mkoa huu siwezi kusema labda tasnia ni upande wa huu mkoa wa Manyara kwamba ni ngumu, siwezi kuzungumza hivyo, ila nilikutana na watu tofauti ambao ilinitumia ama ilinigharimu nitumie muda mwingi kwanza kualisha ili waelewe kile kitu anachokwenda kukifanya. Hiyo ndio ugumu ambao ni yani hiyo organization ambayo yani inilazimu kwa kiasi kikubwa sana kwamba kuhakikisha watu na waambukiza kile kitu nilichokuwa nacho moyoni, wanielewe ili tuweze kufanya kitu kikawa kizuri zaidi. Muda uliomtumia ni mkubwa. Maandalizi mpaka sasa ni 1 mwaka na miezi 4. Unaona, ina mwaka mpaka kukamilika, manake ina mwaka, na maandalizi ya uzinduzi inakaribia mwezi wa 4 huu. Na changamoto ambazo zimefanya hii filamu, mtu anaweza kujiuliza, mbona filamu ya Hopeless imegharimu muda mrefu sana? Wakati tumeshazoea kazi zetu za Kitanzania, unaweza ukafanya mkaitana leo hata mwezi siishe mkao mmemaliza. Kwa muda ilikosi kutokana na nini? Kila mmoja alikuwa na muda wake. Na ilinilazimu nikiwa kama production manager, nikiwa kama director, ilinilazimu nikubaliane na watu wanavyotaka wao, kwa sababu niliona ningetaka mimi ninavyotaka basi hichi kitu kisingeweza kufanikiwa. Ilifika mahali watu walinitoa nje ya target, ilifika mahali watu walikuwa na sheria zao. Kwa hiyo lazima mimi niwe mpole ili niweze kutimiza lengo langu. Kwa hiyo nikisema muda ni 1 mwaka na miezi 4 sasa. Kwa kweli nisiseme uongo, wanasema ya Mungu ni mengi. Niliweka bajeti, lakini ile bajeti niliyoiweka kwa kweli haikunisaidia. Kwa hiyo mpaka sasa niliamua kuifanya tu, maana ilitoka nje ya muda. Sababu niliplani kwamba hii kazi at least niifanya hata kwenye miezi 5 au miezi 3. Unaona? Lakini sasa kutokana na changamoto ambazo nimekutana nazo kwenye kazi, kwa hiyo nilitoka nje ya budget. Mwisho wa siku sasa niliamua tu kufanya ili kazi kamilike na lengo liendelee kutimia. Kwanza kabisa wahusika. Nikisema wahusika wananifurahisha kwa kiasi kikubwa, kwa sababu wahusika wote niliowatumia ni wageni. Hawakuwahi kukaa mbele ya kamera. Waliokaa mbele ya kamera ni wachache sana. Alafu walinifurahisha zaidi sikutoa script kwa kila mhusika. Pamoja na ugeni wao sikuwapa script, lakini waliweza kucheza nafasi zao vizuri sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinilifurahisha sana, yani sana tena sana, kwamba hawakunikosti kwa muda, hawakunikosti kuchukua muda kuwafunza. Nilijaribu tu kukaa nao karibu, nikawaeleza hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo walipokuwa kila mmoja aliposimama kwa nafasi yake, alicheza vizuri bila kumkadirisha script wala bila kumfanyisha mazoezi. Kwa hiyo ilifika hatua hata watayarishaji wenzangu ambao nilikuwa naona nao wakawa wananiuliza, hii kazi yako mbona unaipeleka haraka namna hii, vipi? Una script ambazo tumeandika? Nikamwambia kwa kweli mimi sikuandika script.
Sasa hujaandika script na mazoezi watu wamefanya, nikamwambia hawakufanya mazoezi. Hiyo itakuwa ni kazi kweli? Hiyo itakuwa sio kazi. Lakini baadaye ilipokuja kukamilika, watu waliona, mwisho wa siku wakanyamaza wenyewe. Waliona kwamba ni kitu kizuri ambacho kisingeweza kufanyika bila mtu kupewa script. Hapana, sijawahi kukata tamaa. Huaga na desturi moja mimi kwenye maisha yangu kwamba ninapoandaa jambo langu kulifanya, huwa na uandaa moyo wangu kwa kila hali. Kwa hiyo nikikutana na changamoto basi naipokea kama changamoto jinsi ilivyokuja. Kwa hiyo hainirudishi nyuma. Kwa hiyo totally sikuwahi kutengeneza, yani sikuwahi kuipa nafasi, yani sikuwahi kuipa nafasi ya kukata tamaa kwenye mambo yangu. Hata siku tofauti na sanaa, ukinikuta hata nje kwenye mambo yangu hivyo hivyo nakabiliana na hali jinsi itakavyokuwa. Kuna sini kama 3 na ningependa kuzizungumzia. Sini ya kwanza kabisa ambayo ilitakuwa ifanyike mahakamani kabisa. Unaona, nilifuata utaratibu wa kisheria katika mkoa huo wa Manyara, lakini pamoja na kufuata utaratibu sikufanikiwa kupata jengo la mahakama. Ila nilijaribu kutumia alternative way, tukapata kaukumbi, tukakodisha. Je, na imani ndani ya baraza hili, mfanyakazi anapomaliza kazi yake ulipo mafao yako, lakini kazi yako imeishia njiani, unamdai Mr. Andrew mafao nje ya utaratibu. Nilidai mafao yangu nje ya utaratibu kutokana na maradhi niliyopata. Ndio alionifanya nidai mafao yangu nje ya utaratibu. Ile sini ilitaka maandalizi makubwa sana kwa watu ambao kwa wasanii ambao walicheza ile sini, hasa wanasheria pamoja na hakimu wake. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu, ni sini ambayo sikutegemea, pamoja na kutokuwa na maandalizi. Kama wale wasanii wangecheza vizuri kiasi kama kile. Nikija kwenye sini ya pili. Ni sini ya pili na ni sini ya wadada wawili. Ambao mmoja alicheza ni mwanasheria, afu mwingine alicheza kama rafiki ya mwanasheria. Wale niliwakurupua, niseme ukweli. Lakini nao vile vile sikuwapa script. Nilichotoa ni mwongozo, lakini performance yao ilikuwa ni nzuri sana. Kwa hawakunumiza kichwa, ambao na yenyewe ukitizama unaweza ukasema ni watu ambao wameshacheza filamu karibia 20 au 30 na zimeshaonekana. Lakini hawajawahi kucheza filamu ambayo ikaonekana, na hisi Mwenyezi Mungu akijalia mimi nitapambana na kisha hii filamu inafika mahali husika. Sini ya mwisho kabisa ambao nilifurahia ni pale nilipokuwa najibu jibu la jambo ambalo alikuwa anakwenda kulifanya yule mwanasheria mchanga. Kabisa nilikuwa naamini kwamba huyu dada amekuja kuenda na nia nzuri, anahitaji kuisaidia familia yangu kwamba ipate haki. Lakini nikiangalia sababu za msingi za kufanya ile familia ipate haki yake ilikuwa hakuna, lakini alikuwa king'ang'anizi vya kutosha. Okay, kwa majina naitwa Snadi, ni mwanasheria, na kuna kazi ambayo ulimpatia Mufti bila shaka. Ndiyo. Ya kufuatilia kesi yenu. Ndiyo. Kazi ile Mufti bila shaka hakuweza kuendelea nayo. So amenipatia mimi na akanipatia contact zenu pamoja na address that nipo here. Kiukweli ni tayari na some documents kuhusu nyie, na nimeshafuatilia baadhi ya vitu ambavyo mzee alivyokuwa ameshindwa ama amekosa kwenye kampuni yao, na tayari na vielelezo vya kutosha. So nilikuwa nahitaji ushirikiano wenu ili niweze kuwasaidia ama tuweze kusaidiana kwa pamoja. Asante sana dada. Tunashukuru kwa mfiko wako, na nafikiri utakuwa mtu wa pekee sana. Ila kwa sasa masuala ya kufuatilia hiyo kesi familia yetu imeshajivua. Kwa nini kaka? Hatuna ushahidi wote kutosha kuhakikisha kwamba tunaweza kuifunga ile kampuni.
kama aliyekuwepo, aliyeshiriki, aliyesaini mikataba na ile kampuni hakufanikiwa, unafikiri sisi tutawezaje? Hapana. Kwani si mna haki? Na wewe si unatambua una haki? Ndio, tunafahamu tuna haki. Kabla ya marehemu baba tulikuwa tunafahamu tuna haki, lakini tumekwisha ipoteza. Vile vielelezo ambao tulitakiwa kuviwakilisha mahakamani kama ushahidi wa kutetea haki yetu hatuna. Sasa leo hii unakuja unasema unataka kuirudisha hii kesi mahakamani. Unafikiri tutaweza kweli? Hapana. Naomba niwahakikishie kitu kimoja na niwathibitishie kabisa. Haki mnayo. Na haki hii ni ya kwenu. Na hapa hakutakuwa na rushwa wala kitu chochote kitachoendelea. Kaka, mimi nachoomba kikubwa ni ushirikiano wenu. Kwa kuwa sasa nikiwa miongoni mwa ile familia sikutaka kumvunja moyo. Mimi nilitoa ushirikiano na nyenyendo zote alizokuwa ananipitiza nilimtoa ushirikiano mpaka dakika 90. Kwa alipokuja akajishuhudia mwenyewe basi aliridhika na tulikaa tumeachana kwa amani. Hizo ni scene ambazo zinanifurahisha sana. Tena sana. Kwa filamu ambazo mimi tayari nimekwisha kuzifanya, utofauti uko mkubwa. Nafikiri ninakuwa ni filamu yangu ya 3 kuiandaa. Lakini katika hizi mbili ni changamoto za kawaida, changamoto za kiproduction, changamoto za kitamaa, sisi wenyewe binadamu zikuweza kufika sehemu husika. Lakini ukija kwenye hii filamu ya Hopeless, tofauti wake kwamba yani nikirudi nyuma kwenye filamu ambazo hizi mbili hazijafanikiwa kutoka, hizi niliandalia pale Dar es Salaam. Unaona? Kwa ukija kwenye hii Hopeless ambayo nimeandalia nje ya mkoa wa Dar es Salaam, utofauti wake kwamba watu walionyesha ushirikiano wa kutosha. Si msanii, si director, si editor, walionyesha ushirikiano wa kutosha. Kwa hiyo ilinihamasisha na mimi nionyeshe jitihada zangu zote kuhakikisha hii issue inaonekana, kwa sababu kila aliyekuwa ameshiriki, editor, kameramani, nilipokuwa nataka jambo langu liende hivi walikuwa wakifanya. Lakini kwa Dar es Salaam iliniwia ugumu kutokana na nini? Kwamba kitu ninacho mimi na mimi ndo nafahamu. Kwa unakuta unamshauri editor kwamba hapa ikae hivi, editor anakupinga. Hapo ndo mahali tukawa tumeshindwana mimi nao. Lakini nilipokuja nje ya huu mkoa basi utofauti wake mkubwa kwamba watu wote waliokuwa kwenye crew ya hii filamu walikuwa wameonyesha ushirikiano wa kutosha na usikivu mzuri, na ndio maana unaona leo hii filamu hii ya Hopeless iko kwenye maandalizi ya uzinduzi ikiwa yenyewe tayari imekwisha kukamilika. Ningependa uwe mkweli. Kwenye shughuli ya sanaa, ukiwa kama director chipkizi, ukiwa kama msanii chipkizi, wazungu wanasema it is very difficult to get a support. You have to show and then we'll follow you. Kwa hiyo hakuna support yote ambayo niliipata. Huo ndio ukweli nazungumza. Hakuna support yote niliyoipata, si kifedha, si location, ila ningependa kumzungumzia mtu mmoja ambaye yeye tulikubaliana. Nafikiri itakuwa so support. Yeye alikuwa na vifaa, sawa? Mimi nilikuwa na uwezo wa at least nilikuwa na vijiela niseme. Kwa hiyo nilikaa naye chini tukazungumza, nikamwambia bana, wewe una vifaa. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba support yako, wewe usimame kwenye upande wa vifaa, mimi nisimame kwenye upande wa gharama. Lakini kama ningekuwa namtegemea sana yeye, nafikiri hapa nisingefika. Kwa sababu yeye ndo alikuwa wa kwanza kurudi nyuma. Unaona, ikabidi mimi nisimame mimi mwenyewe kama mimi mwenyewe, na kila nilipokuwa nagonga hodi, kwanza nilikuwa muoga ugonga hodi kwa sababu nilikuwa najiuliza namfuata mtu. Namwambia bwana, mimi na filamu yangu eti nahitaji gharama ya milioni 1 au milioni 2. Kirahisi anapata nini kutoka kwangu? Haya, hiyo filamu isifanikiwe kufika sehemu husika, hiyo filamu ikataliwe sokoni, huyo mtu mimi nitamlipa nini? Kwa hiyo niliamua kujitusua mwenyewe kwa maana ya kwamba filamu ifike isifike, iuzike isiuzike, hakuna mtu yoyote atakayeweza kunilaumu. Okay, asante. Ningependa kuwakaribisha wasanii wote kiujumla, awe msanii wa muziki, awe msanii wa kuigiza, au msanii wa kucheza, au msanii wa ngoma, tarehe 17 mwezi wa 11 2023 usikose uzinduzi huu. Filamu hii inazinduliwa. Vile vile ningependa kuzungumza kitu cha mwisho kabisa
ambacho kama mkazo kwamba sanaa ni ajira, sanaa si uhuni. Support sanaa yako, kuza uchumi wa nchi yako. Asante. Lakini pia ukikosa kushiriki siku ya uzinduzi, usisahau kuingia kwenye account ya YouTube. Andika neno Hopeless High Speed Production. Utaiona filamu hii. Usisahau kusubscribe. Support sanaa yako. Ndivyo utafanya sisi tuenze kazi bora zaidi. Kwa majina yangu naitwa Steven Christopher John, lakini kwa jina la kazi zinazozifanya naitwa Boss Biz. Ni filmmaker, cinematography, lakini pia ni editor. Na katika filamu hii ya Hopeless ni mmoja kati ya watu walioshiriki kuedit, lakini pia nilikuwa ni final edit. Kwa hiyo ni mmoja wa watu ambao walihakikisha kuwa kila kitu ambacho director alikuwa amekusudia kionekane katika mpangilio ambao alikuwa anataka uonekane, nilihakikisha kinakuwepo. Changamoto ambazo nilikutana nazo kwenye wakati na finalize kazi hii au filamu hii ya Hopeless, moja kabisa kwanza ni kuhakikisha kuwa na comprise mawazo ya watu wote ambao walikuwa wameyaweka, sababu filamu hii sikuedit mimi mwenyewe, ile editiwa na editor tofauti tofauti. Kwa mimi kama final editor nilihakikisha kuwa mtiririko na mpangilio wote unakuwa sawa, lakini pia kuhakikisha tunapata lile wazo ambalo director yeye alikuwa anahitaji lipatikane. Na kikubwa zaidi ambacho kilikuwa pia ni changamoto kwa upande wangu, filamu hii ilikuwa na masaa mengi. Almost 2 hours. Kwa 2 hours kuhakikisha kuwa mtiririko unakaa vizuri na kila scene kuhakikisha inaleta uhalisia na uzuri ambao umekusudiwa kuwepo kwenye scene husika unaonekana kama jinsi ambavyo umekusudiwa na director kuonekana. Kwangu pia ilikuwa ni changamoto kwa sababu ni kazi ya kwanza yangu mimi na yeye director nafanya, lakini kazi zingine ambazo nimezifanya, lakini pia kuhakikisha kuwa cast wote ambao walikuwepo kwenye filamu hii tunapata kile ambacho kimekusudiwa na director. Lakini kilichonifurahisha zaidi kwenye filamu hii ya Hopeless ni jinsi ambavyo kwanza kabisa director mwenyewe na producer wa filamu hii alivyokuwa ameorganize wazo, lakini pia jinsi alivyokuwa ameweka commitment kwenye kazi yake. Alichokuwa nakitaka ndicho alichokikusudia. Kwa hiyo na ndicho ambacho nilitakiwa mimi niweze kuhakikisha kuwa kinakamilika kwa ule muda ambao umewekwa. Na kingine ambacho kilinifurahisha pia ni kuona wasanii wapya kwenye tasnia, lakini walifanya vitu vikubwa katika uchezaji wao. Na kuna baadhi ya scene kadhaa ambazo mimi binafsi wakati na edit nilikuwa nasema yes, hawa ni wasanii na kilichokuwa kinakusudiwa kimeonekana kama kilivyokuwa kinatakiwa. Na nikiziangalia kwa scene za haraka haraka tu wengi wamezungumza, lakini pia mimi naenda kukazia kuna scene moja ambayo ya Mr. Andrew alikuwa ameenda kudaiwa na yule bwana ambaye alikuwa anataka haki zake. Alipokuwa anamkwida pale nisema it is hot scene. Lakini pia scene nyingine ni scene ambayo Idi aliiba zile dokumenti na kuna kumpelekea Mr. Andrew, wakati huo ni rafiki yake na yule ambaye alikuwa anashtaki na kudai haki zake. So ile scene mimi kwangu ilinifurahisha kiukweli, na natamani hata wewe mtazamaji ambao utakuja kutazama filamu hii ya Hopeless utaenda kushuhudia hicho ambacho nakisema. It is so amazing. Lakini pia kitu ambacho pia kimenivutia sana katika filamu hii ni jinsi ambavyo mazingira yalikuwa dynamic. Kuna scene ambazo zilikuwa zinachezwa mjini, alafu kuna scene ambazo zinachezwa kijijini. Kwa hiyo mimi ni mfuasi sana wa filamu ambazo zinachezwa katika mandhari tofauti tofauti ili kuleta ule uhalisia wa filamu husika. Kwa hiyo kwangu kilikuwa ni kitu kizuri na kitu bora sana. Kwa hiyo kilinifanya naamini kabisa kwenye filamu hii ya Hopeless. It is so amazing. Na wote ambao mtaitazama filamu hii, kila ambacho tulikuwa tunakigusa katika ile final touch, nyewe mtaamini kuwa director pamoja na producer walikusudia kukiweka na kimewekwa kwa makusudi ambayo yalikuwa natakiwa. Lakini pia hata soundtrack hizi zoko kwenye filamu ya Hopeless, it is so amazing. Soundtrack zote ziko na themes ambayo imekusudiwa,
na hata ukiangalia themes pamoja na locations zile za kijijini utakuta soundtrack zake, lakini pia hata jinsi ya kuweka zile intersect kwenye scene ambazo zilikuwa ziko pale. It is so amazing. Naamini utaenjoy utakapoenda kuitazama filamu hii ya Hopeless. Na kingine ambacho pia kilinifurahisha pia ni jinsi ambavyo director na producer Mr. Azani alivyokuwa na moyo wa kuhakikisha kuwa filamu yake hii ya Hopeless inakamilika. So kila kitu kilikuwa kinaenda vizuri, organization, I appreciate it. Kwangu mimi kilikuwa ni kitu kikubwa. Matarajio yangu kwa filamu hii ya Hopeless, kwanza ni uwekezaji mkubwa ambao binafsi mimi kama editor, final editor kwenye filamu hii, na tamani kila mtu appreciate pamoja na kuhakikisha ana support kazi hii. Kutokana na watu wengi wanakosa support kutokana na vile vitu ambavyo wanavifanya. Kazi inaweza ikawa ni nzuri lakini support wanakosa. Sasa mimi nachoamini kwamba kwa kazi hii jinsi ilivyo nzuri iendane na support ambayo watu watakwenda kuitoa kwa kazi hii. Na kikubwa zaidi, kwanza kabisa support ya kwanza ni kuhakikisha kuwa siku ya tarehe 17 mwezi wa 11 tunatokea kwa wingi kwa ajili ya kuisupport kazi hii na kuhakikisha kuwa tuna shiriki wengi katika uzinduzi wa filamu hii na kumfanya Mr. Azani asikate tamaa na kuona kuwa uwekezaji wake ulikuwa ni kazi bure. Sasa kikubwa ambacho natamani kwa wewe mtazamaji, usikose siku ya uzinduzi. Lakini kubwa zaidi kwangu mimi na kwako wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa filamu hii ya Hopeless, kwanza kabisa uhakikishe umeingia katika channel ya YouTube. Channel ni High Speed Production. Kwa hiyo ukiandika High Speed Production _Hopeless utapata trailer ambayo tayari iko pale. Kwa hiyo hivi vitu vyote tunavyovizungumza hapa utavipata moja kwa moja katika chaneli ya YouTube ya High Speed Production. Na mwisho kabisa, kwanza niseme filamu ina masaa 2 na dakika 40. Sasa unapozungumzia filamu masaa 2 na dakika 40 ni masaa 2 hot. Kila kitu ambacho kiko pale kitakufanya wewe utamani kwenda kuangalia kitu kinachofuata. So I believe kuwa utakapoenda kuitazama filamu hii utaamini kila kitu ambacho tumekizungumza na kukiweka katika filamu hii ya Hopeless. Asanteni sana na karibuni sana kwa kazi nyingine. Pia karibuni sana High Speed Production kwa kazi zingine zinazofuata, lakini pia katika uzinduzi tarehe 17 mwezi wa 11 2023. Ciao. Hopeless uzinduzi wake tarehe 17 mwezi wa 11 2023. Sanaa si uhuni, sanaa ni ajira. Support sanaa, kuza uchumi wa nchi. Hopeless. Hebu nakuomba. Anabidi awe mkweli. Kama ni nimekuchoka. Chana na mimi. Kwenda. Unaruka tu hapa, unaruka. Unaongea tu ndio unajui. Mheshimiwa Hakimu, kutokana na dokumenti kukosekana kwenye baraza lako. Yule mzee Kalonga. Wewe haki zenu ni haki iko wapi? Haki iko wapi? Imepoteza maisha ya baba yangu. Somo vizuri. Niambie mimi nachotaka ni pesa yangu. Baba yangu hajanifunga. Wewe unaweza kunifunga.